Ili tu uwe wa kwanza kupata video zetu, usiache kubonyeza button nyekundu yenye neno subscribe na alama ya kengele kama bado hujafanya hivyo. Asante. Tuangalie watu wa peponi walikuwa na sifa moja ambayo hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitaja kwa kuchukua tahadhari. Sifa ya watu wa peponi, lisana dhakira, walikuwa na ulimi wenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo wana ndimi watu za kutongozea. Mtu anaukunja ulimi alafu chio. Hada vipi? Maana atasijua atakuigiza. Anaweza akapiga ukenja mtu kwa kutumia ulimi huo, mwanamke yuko kule akapata habari kama anaitwa na yeye. Kashazoea kuitwa village. Wanawake wanaitwa kama mbwa sasa. Na wanaume huwafanya kama mbwa. Wanawadhalilisha wanawake na wenyewe wamejikubalisha kujidhalilisha. Maana akipigiwa tu piu kashageuka zamani. Sasa hali kama hii, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuna vitu vikitoka havirudi, vikiondoka pahala vilipo havirejei tena. Akavitaja baadhi yake na vingine tutaongezea kuvieleza. Akasema neno linapotoka mdomoni, basi hilo neno haliwezi kurejea tena. Likishatoka ina maana limetoka, kwa hivyo mtoaji neno hilo anatakiwa achukue tahadhari kweli kweli. Je, hili neno nalolisema sahihi? Je, ninayomwambia mtu hapa fahuwa nani ninayemweleza? Je, atafahamu vipi? Lakini ikiwa ni haki izungumzwe, hata kama mtu atachukia, hata kama mtu atanuna, lakini ujumbe ufike. Lakini je, hayo tunayozungumza yanakubalika? Ikiwa yanakubalika, basi mazungumzo ni ibada. Mwenyezi Mungu atalipa kwa mazungumzo. Sasa tuangalie maskani leo, vijana wanavyoharibika kwa mazungumzo. Tuangalie vijana, maneno anayozungumza kwenye maskani hayafai, hayana maana, mabovu, yananuka, yako nyanga nyanga. Je, tutapata wapi marekebisho? Kipi cha kuweza kuturekebisha? Na kwa malezi watushakosekana. Hakuna aloonja uhondo wa malezi ya Uislamu. Maana huo ndo uhondo bwana. Wengi wetu tumelelewa hivyo hivyo, sukuma twende, mradi uwe mkubwa, mradi uwe upate kazi. Kesho kutwa atapata kazi. Lakini maadili ya malezi ya Kiislamu hayapo. Na wazee wa zamani wana maneno yao, wanatueleza. Anasema asiyefunzwa na mamae basi atafunzwa na ulimwengu. Yaonekana wazi kumbe mama ndiye ambaye anafunza zaidi, ndiye ambaye anapelekea mafunzo kwa watoto. Kwa hiyo ikiwa kama mama zetu hawajatulea vizuri na mafunzo, ulimwengu tutauona. Na hapa kwa maana kuna maana mbili. Yawezekana mama na baba wakatulea vizuri, lakini ikawa sisi pengine tuliwaasi wazee wetu, tukaona ni malezi ya kizamani, kwa hivyo wacha tuingie malezi ya kisasa. Suruali kuiteremsha chini ya makalio, alafu mtu akadunda, ikawa ile suruali ya ndani inaonekana, ikawa kavaa jinzi na ndani kuna chupi nyekundu. Mwanamume mzima huyo amevaa jinzi, ndani chupi nyekundu inaonekana. Hasa matingo wa daladala, makondakta, uchafu huu wanao. Maana hawa makondakta hata kuswali hawataki, na madereva wao wanachojua kutafuta pesa. Tunawaeleza matajiri mlowapa magari, madereva na makondakta wao wasotaka kufata dini, msije mkaona ajabu mkafilisika kwa mali zenu na magari yakapata ajali. Kwa sababu imekuwa ndiyo sababu kubwa sana kuchangia kukosekana kwa ibada na tabia ya maneno yaliokuwa si mazuri ndani ya madaladala. Anajua kumchukua tu pahala, akimwambia nishushe hapo, basi anaweza kumsogeza mpaka huko.
Halafu akimwambia nitaka kushuka hapa, anambia bwana hapo uliposhuka ndo hapo hapo. Akizidisha maneno anaambia nenda bwana we. Sisi tunataka kuwahi kichwa, maneno ya taadabu hawana. Kichwa ndo nini? Wewe mtu anamwabudu Mungu unamuita kichwa? Kuna vichwa mbele huko. Jambuzi. Watu wamepewa thamani, wenye madaladala wanatutoa vichwa. Wallahi nakwambia ndugu yangu, kama una imani kweli, ukisikia kama anakuita kichwa mwenye daladala, usiingie kwenye daladala hiyo. Mwambie nenda bwana. Wende mwambie sendi nenda. Gari zipotele. Kondakta akwambia kichwa hicho. Umekaa pale na wewe mwenyewe unajiheshimu, nyumbani unaitwa bwana. Pengine msikitini imamu. Mtu hana adabu hata kidogo. Umehifadhi maneno ya Mungu, anakuita kichwa tu, maana hakina maana. Kama kichwa cha guruguru, kama kichwa cha kobe, kama kichwa cha nani, maana hana thamani yote kama kichwa cha sisimizi. Kichwa hicho, chukua kichwa hicho. Na wewe kichwa kweli umejikubalisha, mami kichwa. Haya unaingia. Ala, mwambie bwana mkubwa hicho kichwa hakitaki kuingia sasa. Sasa sijui utakiletea jeshi au vipi? Mwambie nenda, kichwa hakitaki kuingia, kimegoma. Mwambie kichwa kimegoma, hakiingii. Sasa mazungumzo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema maneno yanapotoka mdomoni hayarudi tena. Ndio akasema balighu anni alau bi aya, nifikishieni japo aya moja. Ina maana hapo utotumika ni ulimi kuizungumza, usione tabu, peleka japo aya moja. Sasa ikiwa ndani ya mdomo kuna manyangunya, mtu anasema manyangunya, na ukimwona mtu anavyosema na moyo wake ndio uko hivyo hivyo. Ukimwona mtu matamko yake anayotamka, basi ujue ndo wazi na moyo wake uko hivyo hivyo. Na leo vijana vichochoroni, maskani, maneno yamekuwa ya kutupa tu. Na wengine wanajisifia kwa kujipambia kwa mambo machafu ya zina, ulevi, kadhalika na mambo mengine mabaya. Tunasikia nishatayarisha mchuma, nikimaliza Ramadhani tu mchuma unaningoja. Nikimaliza Ramadhani tu mchuma unaningoja. Poa, tutastarehe, freshi, hamna noma. Haya ndiyo maneno. Basi tujue kwamba rekodi ipo kwa malaika. Na wachezaji wa mabao wameota suguru, wanamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanasuguru. Wachezaji mabao na makarata, makeram, hawa Uislamu haujatoa muda huo. Michezo ndani ya Uislamu imotele. Hatujafilisika tukachukua michezo ya kishetani na makafiri. Bado hatujafilisika kwa michezo. Michezo tunayo mizuri tu. Je, iko wapi michezo mizuri? Unataka kuifahamu wewe kijana, au umeipuuza? Kijana mwenzangu, wachukua michezo ya kikafiri, kucheza mabao na makarata, na kuna dude sijui linaitwa pole, sijui dude gani hilo. Na pole kweli, maana umeshaangamia. Unajiti kama hili, wanakaa nalo, mtu linajengewa kibanda, limehifadhiwa, linaitwa pule au pole. Pole umeangamia, ile si puli. Unamuona mtu masaa yote anamaliza hapo tu. Anaingiza kete kwenye kishimo, ameyasahau mashimo ya jahannam. Balaa kweli. Hii ni mitindo ya kusababisha watu waweze kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jambo hili Mwenyezi Mungu halipendi, halitaki, hataki ataliwe na hisia kwa waja ambao wanaosema wameamini. Anasema isije ikatokezea ukapatikana usahaulivu. Unaweza kuwa umemsahau Mungu ukabakia kumtaja kwa mdomo tu, na Mwenyezi Mungu akazisaulisha nafsi. Kwa hivyo ukimwona mtu anacheza bao, ndio hao waliosahaulishwa nafsi zao. Ukimwona mtu anavuta sigareti, kasahaulishwa nafsi yake. Mwenyezi Mungu anasema hawa wamezisahau nafsi zao, na sisi tutawasahau.
Na hawa tayari wana jukumu moja kwa moja kwamba tayari wamepatikana na sifa kwamba hawa ni wako katika gurupu la wahuni. Uislamu na maadili. Michezo iko tele mabwana. Hatuna shida ya michezo. Nikikutajia michezo hapa, mengine utakuwa huwezi kuijua, au ukiisikia ala utabaki ala kumbe na huli kwa mchezo, ala kumbe na huli kwa mchezo. Na kila mchezo unalipwa thawabu. Tofauti na michezo iliyokuwa iko nje ya Uislamu, iliyokuwa iko nje ya dini, iliyokuwa haina mafundisho, basi michezo hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitambui, wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitaki. Tukija kidogo kwenye upande wa michezo, kwa sababu wa vijana ndo ghururi sana zimetuingia humo michezo. Kwa hiyo ukitaka kujua mchezo mzuri, kama maskini hatumiliki tu farasi wale. Kama tungelikuwa tunamiliki farasi, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema farasi kumchukua ukawa unamfundisha harakati za vita, kupigana na makafiri, anasema ni moja katika mchezo wenye thawabu. Basi tunawaambia wale ndugu zetu wa Mwembe Makumbi, basi japo kwa punda wafanye. Lakini punda anafutishwa bangi. Mwembe Makumbi, vijana adabu zao zimepungua, wanyama wenye kumsabihi Mwenyezi Mungu, punda wale wanawavutisha bangi, wao wenyewe washakula bangi na punda anapewa bangi. Halafu unamkuta punda anapakiwa mizigo. Utakuta pamoja na kusema Mwenyezi Mungu hakuna sauti anayoichukia lakini kuliko sauti ya punda. Sauti ya punda anaichukia sana, lakini sio kwamba ndo punda hana thamani mbele ya Mwenyezi Mungu, si kweli. Ile imekuwa kama ni mtihani wake kiumbe yule punda, na ni mazingatio kwetu sisi. Kwa hiyo vijana wakipata punda, wakimpata huyo ng'ombe, jinsi wanavyopewa adhabu wanyama hawa, utawaonea huruma, na mtu anapata faida mle anapata faida, lakini anayofanya mazito sana. Anaweza akamchukua ng'ombe akamvalisha zile gari za ng'ombe, na utasikia kuna haki za binadamu. Haki za binadamu hazipatikani, wala za wanyama, tusidanganyane. Haki za binadamu kama hatujaingia kwenye dini 100% hatuzipati, na haki za wanyama hazipatikani. Hata kama madola yatasimamia vipi, bado wanyama wanateseka, bado wanadamu wanateseka, mpaka turudini kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumswalini bwana Mtume. Kama hatujarejea kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado haki zote hazitopatikana. Ikiwa haki ya kijana, ikiwa haki ya kizee, ikiwa mambo mbalimbali, hayatoweza kupatikana kirahisi. Na hasa hizi zama tulizonazo, zama za fitna. Ulimwengu unakwenda zake tena, na kuna wengine ndio kwanza wanaona unanukia. Ulimwengu unaondoka, dalili zote za kwamba ulimwengu unaondoka tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuonyesha baadhi yake, zilobakia ni kidogo sana, na hii ni amri yake mwenyewe, anaweza kuleta wakati wote kiyama. Je, tumeshajiandaa? Tumejiandaa? Sasa unakuta tayari kijana ana gari ya ng'ombe yamsaidia, maana ndo wanasema ajira hakuna. Tunakwambieni vijana wenzangu, ajira imejaa tele. Ajira ipo, na ajira kuondoka kwake kufikiwa mauti, wewe na mimi, ajira itakuwa imeondoka. Qul hadhihi sabil ad'u ila Allah ala basira ana wa man tabani. Tayari ajira hiyo. Sema waambie, hii ndiyo njia yangu kuwaita watu kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kijana hujapata ajira wewe, kuna faida gani ya kukaa maskani? Au kwa kuwa mshahara wake huoni, ndio unaona bora niwe mchezaji wa mpira, nipate kuwa goalkeeper, niwe star? Matokeo yake unavunjwa viungo vyako,
unavipewa vipesa pesa vyako kidogo, ukishapewa unanunua kibanda chako kimoja, maana ndio tulicho nacho. Nitapata kununua nyumba, nitanunua gari. Unanunua nyumba, unanunua gari, lakini ushakuisha, umepigwa mipira mote mbovu. Kuipigania dini huwezi tena. Ukikaa msikitini, watu wakifika tahiyatu, wewe unapeleka mguu mbele. Shakufa kwenye kandanda.